Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo ni Novemba 27, siku ya Alhamis. Tunaendelea na somo la 9 la robo hii, somo linalosema warithi wa ahadi, wafungwa wa matumaini. Leo tunaangazia mada inayosema nchi yarejeshwa. Soma Yeremia 24 aya 6, Yeremia 31 aya 16, Ezekiel 11 aya 17, Ezekiel 28 aya ya 25 na Ezekiel 37 14 na 25. Ahadi ya Mungu ilikuwa ipi kuhusu kurejea kwa Israeli kwenye nchi ya ahadi na ilitimizwaje? Wakati wa uhamisho wa Babeli, Waisraeli walipata si uhalisia wa kuhuzunisha tu wa kutokuwa na mizizi, bali pia ahadi ya kwamba uhusiano wao na Mungu, ingawa ilifanywa thabiti kupitia ahadi ya ile nchi, haikutegemezwa na kukomea katika kuimiliki nchi. Waisraeli walipoungama dhambi zao, wakatubu na kumwangalia Bwana kwa mioyo yao yote, Mungu alitimiza ahadi yake tena na kuwarudisha katika nchi yao kama ishara ya kurejeshwa kwao. Yaani, alikuwa bado Mungu wao hata wakiwa hawamo katika ile nchi. Hata hivyo, kama vile ahadi kwamba Israeli wangemiliki ile nchi milele ilikuwa na masharti, katika Kumbukumbu la Torati 28:63 na 64, Yoshua 23:13 na 15, Wafalme wa kwanza sura ya 9 aya 7 na Wafalme wa pili sura ya 17 aya 23, pia Yeremia 12 aya 10 hadi 12. Ndivyo ilivyokuwa ahadi ya kukaa tena na kuifanya Israeli kufanikiwa katika nchi baada ya uhamisho. Wakati huo huo, manabii wa Agano la Kale walionyesha urejesho ambao mfalme wa baadaye wa Daudi angeleta. Isaya 9 aya 6 na ya 7, Zekaria 9 aya 9 na 16. Ahadi hii ilitimizwa katika maisha, kifo na ufufuo wa Yesu Kristo, ambaye ndani yake ahadi zote kwa Israeli ya kale zingetimizwa. Kwenye Agano Jipya, nchi ya ahadi haijatajwa moja kwa moja, lakini tunaambiwa kwamba ahadi za Mungu zimetimizwa ndani na kupitia kwa Yesu Kristo. Wakorintho wa pili sura ya kwanza ya 20 na Warumi 15 ya 8. Kwa hiyo, kutokana na Kristo, nchi inafafanuliwa upya na inakuwa ishara ya baraka za kiroho ambazo Mungu anapanga kuwapatia watu wake waaminifu hapa na sasa. Waefeso sura ya pili aya 6. Na katika maisha ya baadaye, utimizwaji wa mwisho kabisa wa ahadi ya Mungu ya pumziko, wingi wa baraka na hali njema katika ile nchi utatokea katika nchi mpya itakayokuwa imekombolewa kutoka katika dhambi na matokeo yake. Kwa maana hiyo, kama Wakristo, tumaini letu linategemea ahadi ya Kristo kwamba atarudi na baada ya muda wa miaka 1000 mbinguni atasimamisha ufalme wake wa milele katika nchi itakayokuwa imefanywa upya. Huu utakuwa utimilifu wa mwisho wa ahadi zote kuhusu ile nchi. Soma Yohana Mtakatifu sura ya 14 aya ya 1 hadi ya 3, Tito sura ya pili aya ya 13 na Ufunuo wa Yohana 21 aya ya 1 hadi ya 3. Ni tumaini gani kuu tunalolipata hapa katika aya hizi? Na kwa nini kifo cha Yesu kinatuhakikishia kutimizwa kwa tumaini hilo? Hii ni Novemba 27, siku ya Alhamis, mada ikisema nchi yarejeshwa. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.